Naitwa Peter Nalitolela, afisa mtendaji mkuu soko la hisa Dar es Salaam. Program hii ya kutoa cheti na kuidhinisha watoa elimu wa fedha kwa umma ilianzishwa na Benki Kuu ya Tanzania mnamo mwezi Disemba 2023 na wahitimu wa kwanza wa CFE walihitimu mnamo mwezi wa 6 mwaka 2024 ambao kwa na wahitimu 96 na hadi kufikia sasa hivi nafikiri takriban wahitimu 1688 na baadhi yao wameamua kuacha umoja rasmi. Umoja huu kwanza ni muhimu kwa sababu unaleta wale CFE zote, yani wale watoa elimu wa fedha walioidhinishwa kuwa chini ya chombo kimoja ambacho kinaongelesha kuweza kusaidia kukuza ujuzi wao, kusaidia kuwa na lugha moja, kusaidia jinsi ya kuweza kushirikishana kutoa elimu ya fedha kwa umma. Kwa majina naitwa Mark Peter, ni Certified Financial Educator ambaye nilipata certification ya Financial Education kutoka pale Bank of Tanzania. Kwa hiyo leo tumekutana hapa CFEs wote kutoka cohort ya kwanza na mpaka sasa hivi zimeshafanyika cohort nyingine nyingi, lakini pia zimeshazalisha CFEs wengi zaidi ya 1300 kwa mujibu wa ripoti ya Bank of Tanzania. Lengo letu ni kukaa pamoja na kuangalia namna gani tunaweza tukashirikiana rasmi katika kuhakikisha tunapeleka hii elimu sahihi kwenye jamii ili jamii iweze kupata manufaa na elimu ya fedha. Kama ulivyoona kwenye ripoti mbalimbali, tangia hii programu ya mambo ya elimu ya fedha ilipoanza, hata ukuaji katika soko la mitaji umeenda spidi sana. Juzi tumesikia ripoti kutoka Dar es Salaam Stock Exchange wakisema kwamba performance ya kwenye soko la mitaji kutoka mwezi Januari mwaka huu mpaka mwezi wa 4 tarehe 24 imekuwa kubwa kuliko mwaka jana wote kutoka Januari mpaka Disemba. Naitwa Daktari Matuba Kolikoli, ni msajili wa Baraza la Masoko ya Mitaji. Leo hii tupo hapa ilikuwa ni kikao cha kwanza cha hawa Certified Financial Educators. Kimsingi ukiangalia Baraza la Masoko ya Mitaji ndio limepewa jukumu la msingi la kutatua migogoro kwenye sekta ya masoko ya mitaji na dhamana, lilikuwa na mamlaka kamili kama mahakama kuu. Sasa kwa nafasi ambayo hawa CFEs wanayo ya kutoa elimu kwa wadau wote wa sekta ya fedha, nafasi sisi kama baraza kukaa nao karibu ili kuweza kuwasaidia wananchi kufahamu haki zao kwenye masuala ya fedha.